na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Bwana Yesu apewe sifa. Naamini kwamba tumebarikiwa, kwamba masomo ni mazuri na pia yanatufaa katika maisha yetu. Bila shaka tuna familia, tunajua maisha hayo, ingawa labda wengine hatujaingia katika ndoa, lakini naamini kwamba sote tumewahi kuona familia na jinsi inavyokuwa katika familia. Kwa ni masomo ambayo yanatuhusu, ambayo tumesoma asubuhi ya leo, ambayo yanatuhusu sisi sote katika familia zetu. Amina. Kwa hiyo mimi ninapenda kuwakaribisha katika semina hii kwanza, na pia tuingie katika hichi kitabu cha pili ambacho kinasema kujenga nyumba za Kikristo, kitabu cha pili. Hapo chini kabisa pameandikwa uchumba. Kwa hiyo nafikiri kama ambao labda hawajapata hichi kitabu, labda tujaribu kuwapatia kitabu cha pili ambacho kinaitwa uchumba. Yaani lengo letu ni kwamba tuwe na vitabu hivi tuvipitie, tuko darasani, tunajifunza. Kwa hiyo katika kujifunza darasani unaweza ukawa na andika notes, unaweza ukawa unasoma pia, unaweza kufuata somo linavyokuwa. Na ndio malengo yetu kwamba tusome, tufahamu, tuelewe. Basi tuko tayari katika kitabu chetu hichi kwa sura ya pili. Na sura ya pili hapo kwenye vitabu vyetu hivi itakuwa ni ukurasa wa 21. Kwa hiyo tukifungua hapo tunakuta kwamba sura ya pili na kichwa cha habari hapo ni malengo ya uchumba. Kwa hiyo kama tulivyoongea jana, pasipokuwa na malengo tunaweza tukakosa mwelekeo. Amina. Ni sawa kama mtu ambaye anajaribu kulenga pahala fulani, kama una bunduki au una mishale au chochote kile ambao unataka kulenga sehemu fulani, lakini vile hujui unapopiga na shabaha huna. Kwa hiyo inaweza kama unaanza kufanya ovyo, inakuwa ni madhara, kwa sababu watu wengine ambao hujawakusudia itakuwa inawapiga, si ndio? Lakini kama una shabaha, una malengo, unafika kwenye sehemu sahihi. Kwa hiyo ndio maana tunakuwa na malengo ya uchumba, ili tufike kwenye sehemu sahihi. Kwamba tunajua kama tulivyozungumza leo, kuna familia nyingine, hata tumesikia baadhi ya story ambao watu hitilafiana, hawakukaa pamoja vizuri, bali walikuwa wana vipengele ambavyo hawakuweka sawa, na ikaleta tafrani na ikaleta vurugu nyumbani. Kwa hiyo badala ya hivyo tunataka familia ambayo kama tulivyosoma leo, familia yenye upendo, yenye kuvumilia. Amina. Sasa basi tukiangalia hapa sehemu ya kwanza ambapo inazungumza hapa, inasema yeye ashikaye njia yake huhifadhi nafsi yake. Ni Mithali 16:17. Kwa hiyo hapo inazungumza yeye ashikaye njia yake huhifadhi nafsi yake, kwamba anaishika njia yake. Kwamba unajua kama una njia, umeelekezwa njia ndio hiyo, lakini unaanza kufikiri mbona kule pia kuna njia, au unaanza kuona hapa pia kuna cross, ngoja ni kunje hapo, lakini kumbe sio malengo yako. Na ndio maana tunasema kwamba ashikie njia yake, kuhifadhi nafsi yake, kwa sababu tusiposhika njia tuliyopewa, njia tuliyokusudiwa, tunapoteza nafsi yetu. Amina.
Sasa katika somo hili, katika sura ya pili, nafikiri katika vitu ambavyo tunaviona kuna mbali, lakini nimeona katika kuvipitia hasa kuna kama mada mbili zilizokuu zaidi. Mada mbili ambazo zilizokuu zaidi, na katika hizo mada nilizoziona, ya kwanza ni kutafuta mapenzi ya Mungu. Kutafuta mapenzi ya Mungu, kwamba katika uchumba na katika maisha yetu yote, bila shaka tunataka kufanya nini? Kutafuta mapenzi yake Mungu, kwa sababu sisi tunajiita wa Kristo, si ndio? Na kama Kristo tunamuita Bwana. Kwa hiyo kama ni Bwana, maana yake ni kwamba ndiye anayeongoza, ndiye anayetawala, sawa sawa. Kwa hiyo kama hivyo, tusipojua mapenzi yake, je, tutaweza kuongozwa sawa sawa na mapenzi yake? Hapana. Tusipojua mapenzi yake, hatuwezi kuongozwa sawa sawa na mapenzi yake. Kwa hiyo badala ya kukosa mwelekeo na kukosa mwongozo, lazima tutafute mapenzi yake Mungu. Kwa hiyo ni mada ya kwanza niliyoiona, na ya pili niliona ni jinsi gani kuanza kujuana kama wachumba na kuweka msingi kwa ajili ya maisha ya mbeleni. Kwa hiyo katika sura hii nafikiri tutapitia hayo. Kwanza kutafuta mapenzi yake Mungu, halafu pia jinsi ya kujuana katika uchumba na jinsi kuweka vizuri msingi wa ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, basi nilifikiria juu ya watu katika Biblia ambao waliweza kutafuta mapenzi yake Mungu, na bila shaka wapo wengi ambao waliweza kufanya hivyo na walifanya kwa namna mbalimbali. Lakini nilianza kufikiria kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo, pale ambapo alitaka kuchagua wanafunzi wake hawa wa 12 wale. Alijua kwamba ni kazi kubwa sana, kwa sababu anawachagua, atakuwa pamoja nao kwa miaka 3 kama hivyo, atakuwa anatembea nao kila siku. Na sisi pia tunapotaka kumchagua mchumba au kuishi naye mtu katika ndoa, tunajua kwamba hii ni hatua kubwa kwa sababu tunaamini kwamba tutaendelea naye, tutaishi naye kwa maisha yetu yote. Sawa? Kwa hiyo na Yesu pia alipokuwa anataka kuwachagua alifanyeje? Tunakumbuka Yesu alipotaka kuwachagua hawa 12 alifanyeje? Umesahau? Tufungue Biblia zetu Luka sura ya 6. Luka sura ya 6. Hapo tuangalie mstari wa 12. Naomba kama yupo ambaye amefika hapo anaweza akatusaidia. Luka 6 mstari ule wa 12. Luka sura ya 6 mstari wa 12 anasema, ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Amina. Asante. Tunaona ni alipotaka kuwachagua wanafunzi wake, kwa sababu tukiendelea katika mstari 13 inasema, na kulipokucha aliwaita wanafunzi wake akachagua 12. Sawa? Kwa hiyo tunaona katika mstari ule 12 Yesu kafanya nini? Aliomba. Aliomba kidogo? Aliomba sana, usiku kucha. Yaani tunaona kwamba usiku wote ule alikuwa katika maombi. Kwa hiyo bila shaka Yesu alikuwa anaichukulia hiyo hali kwa uzito. Sawa? Kwamba anategemea kwamba hao wanafunzi atakuwa pamoja nao. Sawa? Na sisi pia katika kutafuta mchumba, na sisi tunataka tuwe hivyo, kwamba tuichukulie kama kitu ambacho sio ya mchezo, kwamba tujue kwamba hapo ninachokifanya tunajua kwamba tumeifanya kwa usahihi. Sasa basi unaweza ukajiuliza kwamba
kama inatakiwa tumtafute Mungu, sawa, tumefahamiana kwamba inatakiwa tumtafute Mungu. Sasa kwa njia gani? Kwa njia gani ambayo inaweza ikafaa? Njia ipi ambayo tunaweza kutumia ili tujue kwamba Mungu anasema nini? Kwamba tukitaka kujua mapenzi yake Mungu, tunapomtafuta Mungu, tufanye vipi? Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwanza, kama mfano tuliotoa sasa hivi, Yesu alitumia maombi, na ni njia nzuri na njia ambayo inatupasa sote tuitumie pia. Lakini pia kuna njia ambayo tunaikuta katika vitabu vyetu hivi. Tukiangalia kwenye ukurasa wa 22 pale, inazungumza kuhusu kufahamu msimamo wako na hali yako. Kwa kabla kufahamu jinsi utakavyomwelewa Mungu, na wewe unapaswa kujiweka tayari. Sawa? Kwamba kama wewe unaenda kumwomba Mungu, lakini halafu na wewe hujakaa vizuri mbele zake Mungu, majibu utakayopata kule hayawezi kuwa sawa, kwa sababu na wewe mwenyewe hujakuwa tayari kusikia. Kwa hiyo tunapoangalia hapo, kuna kifungo ambacho kinazungumzwa hapa, ni Warumi. Tusome hapo pia, Warumi sura ya 12 mstari wa 1 na wa 2. Kwa hiyo tukisoma hapo, nafikiri tunaweza tukaona namna ambayo sisi tunavyopaswa kujiweka kwanza, halafu ndio tutaweza kumtafuta Mungu na kupata majibu kutoka kwake Mungu. Naomba ambaye amefika hapo aweze kutusomea Warumi 12 mstari wa 1 na wa 2. Amina. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Asante. Neno la Mungu jamani. Nafikiri wakati mwingine tunasema tunaenda ibadani, amina. Lakini hapa kumbe kuna ibada ambayo inatakiwa kila siku. Sawa? Ambayo ni ibada ile ambayo inasema kwamba kutoa miili yetu. Na hii ndio ibada yenye maana. Sasa tulikuwa tunazungumza kuhusu jinsi sisi tunavyokuwa katika hali ambayo inaweza kuleta maana katika kumtafuta Mungu. Amina. Kwa hiyo hapa tukisoma hapa inasema Mungu katika ukurasa ule wa 22, fahamu msimamo wako au hali yako. Inasema Mungu haongee nasi kwa ukali na sauti ya juu. Ni lazima tuwe katika hali fulani ya kiroho ndiposa tumsikie. Nafikiri hii inaeleweka kwamba kwa sisi tulio wengi hatujawahi kumsikia Mungu anapaza sauti kubwa anatuambia kitu fulani. Eti labda Mungu anaweza alinena na Musa kutoka kile kichaka, alinena na watu mbalimbali, lakini kawaida sio jinsi Mungu anavyo nena na sisi. Badala yake anatumia sehemu mbalimbali, na tukiwa tunataka kumfahamu, lazima moyo wetu uwe tayari, kwa sababu Mungu anaweza kunena na wao ambao wako tayari, na wengine Mungu anaona ametupa hiari. Mungu kawaida yake sio kuforce, sio kulazimisha. Kwa hapa inasema ni lazima tuwe katika hali fulani ya kiroho ndiposa tumsikie. Hata na Yesu tunaona katika maisha yake, hata katika maombi yake alikuwa akitumia msemo wa kusema mapenzi yako
yafanyike, kwamba amejiweka tayari mbele ya Mungu, kwamba vyovyote vile Mungu anavyotaka na yeye anataka. Kwa hiyo soma hapo chini kidogo, inasema kwanza, inasema hapa kifungu hichi tulichokisoma Warumi pale, inasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Sasa dhabihu tunafahamu eti dhabihu ni sadaka. Dhabihu ilikuwa hasa katika Agano la Kale ilikuwa inawekwa kwenye madhabahu, ilikuwa inajengwa na mawe. Walikuwa wanaweka nyama ama chakula fulani na inawekwa hapo, halafu inawashwa moto, inateketezwa. Kwa hiyo kawaida dhabihu iliyowekwa kwenye madhabahu ilikuwa dhabihu iliyokufa, eti dhabihu iliyokufa, lakini hapa inatuambia dhabihu iliyo hai. Kwa hiyo ni dhabihu, kwamba dhabihu unapoitoa sio yako tena, eti umeitoa, sawa, lakini bado iko hai, ni miili yetu, ni sisi wenyewe. Kizuizi kikubwa cha kuyajua mapenzi ya Mungu ni mapenzi yetu wenyewe. Ni mapenzi yetu wenyewe. Mara nyingi tunakosa kusikia mapenzi yake Mungu kwa sababu na sisi tuna mapenzi yetu. Tunataka mapenzi yetu yaende mbele. Kwa hiyo Mungu anajaribu kutuelekeza kwenye namna fulani, anajaribu kutuonyesha njia fulani, lakini hatuioni. Kwa sababu gani? Sisi hatujajitoa kama dhabihu iliyo hai. Bado sisi hatujaingia kwenye dhabahu. Sisi bado tunataka kujimiliki, tofauti na kujitoa. Sawa? Inasema wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Warumi 8:8. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu inasema wazi, kama unapenda mwili, unafuata mwili, huwezi kumpendeza nani? Mungu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sisi tukitaka kumpendeza Mungu na kujua mapenzi yake, lazima tujitoe. Sawa? Inakuwa sisi mapenzi yetu, idea zetu, malengo yetu tunakabidhi kwa Bwana. Amina. Inasema tunastahili kujitoa na kuwa tayari kufanya chochote ambacho Mungu anataka. Ikiwa hatuko katika hali kama hiyo, hatuwezi kuyajua mapenzi yake katika maisha yetu. Nafikiri ni wazi tu, ni kitu ambacho haitaki tochi, eti kwamba sisi kama hatujikubali matakwa yake Mungu, mapenzi yake, tunataka njia yetu, hatuwezi kuyaona na kuyasikia. Ni wazi, ni kitu ambacho kinaeleweka vizuri. Na halafu inakuja kwenye ya pili, inasema ifuatayo, inasema wala msifuatishe namna ya dunia hii. Kwa hiyo katika mistari ile tuliyosoma katika Warumi inasema, basi ndugu zangu, na wasihi katika huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Halafu agizo la pili linalofuata hapa eti ni wala msifuate kanuni ya dunia hii, namna ya dunia hii, bali tutafute yake Mungu. Yesu alituambia kwamba inatakiwa tutafute kwanza ufalme wake, ambao ufalme wake Yesu ni tofauti na ufalme wa dunia hii. Amina. Kwa hiyo hapo watu wa ulimwengu wanaenda katika ubatili wa nia zao. Inakuwa inanukuu kutoka Waefeso 4:17. Watu wa ulimwengu wanaenda katika ubatili wa nia zao. Kwa hiyo nia zao hazipatani na Mungu.
inasema tukifuatisha namna ya ulimwengu huu na kuwaza kama ulimwengu, hatuwezi kuyajua mapenzi ya Mungu, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka, ambayo imenukuliwa kutoka Wagalatia 5:17. Pia inasema tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, ambayo hayo ni ya dunia. Yohana waraka wa kwanza sura ya 2:16. Hizi nia hizi au mapenzi hayo ndio inatawala duniani. Sawa? Kwa hiyo sisi kama tunataka kujua mapenzi yake Mungu, hatuwezi kuwa na mambo kama hayo. Badala yake tunapaswa kuwa na moyo wa kufuata Mungu. Yaani nia yetu sio ile ya ubatili ya dunia. Sawa? Bali nia yetu kumfuata Mungu. Kwa hiyo tunaona katika mistari hii ya Warumi tunazungumza kwamba mioyo yetu iwe katika hali gani ili tusikie sauti yake Mungu. Sawa? Ili tusikie sauti ya Mungu katika maisha yetu, kwanza tujitoe, kwamba tujue kwamba maisha yetu sio yetu tena, tunaitoa kwa ajili yake Bwana. Ya pili, tuondoe yale ya dunia, tuondoe kwamba vitu ambavyo dunia inafuata sisi tusifuate. Amina. Bali tuwe na fikra zilizo ya mambo yaliyo juu. Halafu ya tatu, kuna moja zaidi hapo. Ya tatu hapo katika Warumi inasema bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Kwa hiyo kuna ya kwanza zote ni kama kufisha eti mwili, kutoa mwili na usifuate dunia, unakanusha. Lakini sasa tumepewa kitu ambacho inahuisha. Amina. Kitu ambacho kinatufanya tuwe hai tena, kwa sababu tulipo kufa, yani mapenzi yetu tumeyafisha, tumeyaweka mbali, lakini halafu pia tumetoa yale mawazo ya dunia, halafu pia tumeweka mawazo mapya, ni kuzaliwa upya. Inasema tugeuzwe, kwamba tunapozaliwa sisi sote, naamini kwamba hakuna ambaye alitufundisha labda uovu, kwamba labda alitufundisha umpige mwenzio, au alikuambia useme uongo hapo, lakini we mwenyewe katika asili yako umeanza kufanya hicho kitu. Sijui kuhusu wengine, lakini angalau mimi najua kwamba wazazi wangu hawakunifundisha mambo kama hayo, kusema uongo, kupiga na mambo mengine maovu, lakini tayari nilikuwa nazo. Ndio maana inasema mgeuzwe. Sawa? Kwa sababu hali tulionayo kama binadamu, tunapozaliwa hatuko vizuri, hatuko sawa, ndio tunapaswa kugeuzwa. Ni sawa na mtu ambaye anaelekea huko duniani, anaelekea huko, anageuka, si ndio? Kwamba tunageuzwa, tunaenda huko ambapo Mungu anataka. Sawa? Kwa hiyo katika hizi sehemu tatu hizi, kama tumepitia hapo, Mungu yuko tayari kusema na sisi. Kama kweli tumejitoa miili yetu kama dhabihu iliyo hai, na kama kweli tumetoa yale ya dunia, halafu pia tumegeuzwa, tumeingia katika njia iliyo sahihi, sasa basi Mungu anaweza kusema na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama tulivyoongea tayari, katika uchumba, katika maisha yetu yote pia kuna umuhimu wa kusikia kutoka kwa Mungu wetu, kutoka kwa kiongozi wetu.
Halafu katika kitabu chetu inaelezea namna mbalimbali ambazo tunaweza kutumia kusikia sauti yake Mungu. Namna mbalimbali ambazo zinakuwa zinatumika zaidi kwa Mungu kunena na sisi. Kwa hiyo tayari hali yetu, mioyo yetu tumeweka tayari. Basi sasa tuangalie, tutarajie kwamba Mungu atanena nasi kwa njia ipi. Tukiona hapo kwenye ukurasa wa 23 katika vitabu vyetu inasema Mungu hunena nasi kwa njia gani? Mungu hunena nasi kwa njia gani? Ya kwanza ambayo tunaiona hapa ni Biblia. Mungu anaweza kusema nasi katika Biblia. Nafikiri Biblia ndio neno la Mungu. Amina. Tunaamini kwamba Mungu ametupa ujumbe. Mungu ametupa mwongozo ulio mzuri zaidi katika neno lake. Basi naomba moja jiandae kusoma Zaburi 119 mstari ule wa 105. Zaburi 119 mstari ule wa 105. Mpate mtu atusome hapa. Zaburi 119 mstari 105. Ndio. Neno la Mungu linasema, neno lako ni taa miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Amina. Kwa hiyo neno lako, neno la Mungu ni taa ya miguu yangu. Nafikiri sisi sote tumewahi kutembea usiku. Hakuna taa, hakuna mwanga. Tunaanza kutembea, hasa ukitembea njia usipoijua vizuri, na labda tuseme ile njia ina mawe, ina miinuko, kama haijakaa sawa eti hiyo njia. Kama ukitembea hapo katikati hupati shida kwa sababu imekaa vizuri mazingira. Lakini kuna njia nyingine hizo ukikosa kidogo unajikwaa. Kwa hiyo usiku vile, kama uko kwenye njia kama hiyo, unapata shida kubwa sana usipokuwa na taa, usipokuwa na mwanga. Ndio maana inasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Amina. Kwa hiyo nafikiri hii ndiyo picha nzuri sana kuhusiana na neno la Mungu, kwamba ni taa, ni mwongozo mzuri ambayo pale ambapo njia haijakaa sawa, haijakaa vizuri, kuna kitu ambacho hapo nifanyeje? Turudi kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu linasemaje? Inaweza ikatuweka sawa kwamba njia iko hivi, sawa? Kwa ya kwanza tusome neno la Mungu. Maana yake ni kwamba katika uchumba huwezi kuanza kumtafuta mchumba ambaye yuko tofauti na mapenzi yake Mungu, kwamba ni mlevi au ni mzinzi au hajaokoka. Hatuwezi, kwa sababu Biblia imekataa. Kwa hiyo Biblia itakuwa ni mwongozo. Kwa hiyo tunapoanza uchumba, kitu kimoja tufanye kwamba tupitie Biblia, tujue kwamba inasemaje. Halafu ndio tutapata mwanga wa kuenda mbele. Sawa? Na hizi njia hizo zote hizo zitakuwa 6 na zinafananishwa kama taa za barabara. Nafikiri taa zile za traffic tumewahi kuziona labda hapo kijijini, sidhani kama zipo, lakini tumewahi kuziona kwamba ipo ile taa ambayo ina rangi 3 tofauti, si ndio? Kwa hiyo ikiwaka nyekundu vile, unajua kwamba hapo usimame. Sawa? Usiende mbele.
lakini ikiwaka kijani, unajua kwamba hapo tayari unaenda. Kwa hiyo taa hizi za traffic ni kama mfano wa hapa. Biblia ikikataa ni nyekundu, usiende mbele. Ikiwa ni kijani, Biblia inakubali, unaweza kuenda. Sawa? Au mfano mwingine tungetumia ni ule wa moto. Nafikiri moto inahitaji vitu vitatu ili kuwepo moto, si ndio? Moto haiwezi kuwaka pasipokuwa na, tunasema sijui, kuni, kitu ambacho kinaweza kuwashwa. Kama hakipo, moto hautakuwepo. Ukitoa kile yani kuni ama mafuta ya taa, chochote kile ambacho inakuwa inawaka, ukitoa ile, moto unatoweka. Sawa? Pia moto hawezi kuendelea pasipo na upepo mzuri, kupumua, kupata ule oxygen. Ukiweka kwenye kidish fulani, labda mshumaa, alafu unaifunika, unabana, inakuwa hapati hewa, kwa hiyo inazima. Sawa? Tunaona kwamba pia katika kumtafuta Mungu na mapenzi yake, kama haijakuwepo vitu hivi ambavyo vinahitajika, Biblia haijaunga mkono, au kuna vitu vingine havipo, basi tusiendelee. Itakuwa haitoleta matokeo mazuri katika maisha yetu. Kwa njia ya kwanza kwamba Mungu ananena na watu wake ni Biblia. Sawa? Biblia. Ya pili hapo tunaona ni mashauri ya wengine. Sawa? Nafikiri ushauri tunafahamu kwamba ukitaka kufanya kitu na hujui vizuri, unaweza ukamwendea yule ambaye anajua. Sawa? Yule ambaye ana uzoefu na hicho kitu atakupa ushauri mzuri. Sawa? Basi tumwombe mmoja asome Mithali 15:22. Mithali 15 mstari wa 22. Tupate mtu hapo. Mithali 15:22. Pasipo ushauri mipango huvunjika, bali kwa wingi wa shauri huthibitika. Amina. Pasipo ushauri mipango huvunjika, bali kwa wingi wa washauri huthibitika. Kwa hiyo kumbe, tusipokuwa na mashauri, mipango yetu inavunjika. Sawa? Nafikiri tumewahi kuona, tumepanga kitu fulani, tulijua kwamba itaendelea vizuri, lakini mipango yetu hayakuwa imepanguka. Kwa hiyo tunaona kwamba mpango wetu ulikuwa umekuwa na makosa ndani yake, au ulikuwa haijakuwa thabiti zaidi. Lakini tukiwa na ushauri mzuri, mipango yetu inaweza kuthibitika zaidi. Amina. Kwa hiyo hii ni jambo sio katika uchumba tu, lakini katika maisha yetu yote. Kupata ushauri ni jambo zuri, lakini pia katika uchumba ni sehemu ambayo inatupasa sisi pia, kwa sababu unajua vijana wengi labda wanaweza wakaona huyu ananifaa, wanaona uzuri wa uso, sijui wanaona nini, wanaanza kushawishika. Lakini unapochunguza zaidi tabia ya yule binti au tabia ya yule kijana haiko vizuri, ukiwa na washauri vizuri, wanaweza wakakwambia unataka kumuoa huyo, au unataka kuolewa na huyo, hujaona hivi na hivi na hivi. Anaweza kukuweka sawa akili yako ambayo ilikuwa mwanzo ulielekea tu kwenye sehemu fulani imekupendeza, umesahau sehemu nyingine. Amina. Kwa hiyo pia cha tatu ambayo Mungu ananena nasi ni mambo yanavyotukia.
Namaanisha kwamba katika maisha yetu kuna vitu ambavyo vipo vinatokea, na tunaona kwamba ni mkono wake Mungu katika maisha yetu, kwamba ametuweka kwenye hali fulani na sehemu fulani. Unajua, unaweza ukawaza mwenzako ambaye labda ana hali tofauti na wewe, anaweza kufanya kivingine na wewe, sawa? Lakini wewe huwezi kufanya kwa sababu hali yako hairuhusu, sawa? Kwamba mfano mtu yupo labda mjini na wewe uko kijijini, kuna vitu vingine ambavyo ataishi maisha yale ya mjini ambayo ni tofauti na kijijini, sawa? Ni hali yako. Kwa hiyo ukiona kwamba Mungu amekuwekea kitu fulani, sio dhambi, lakini ni hali yako, usilazimishe kitu kiwepo ambacho hakipo. Ndio maana kwamba jikabidhi katika mikono yake Mungu, kwamba Mungu amekuweka uridhike na hali ambayo Mungu amekupa. Tusome pia katika Zaburi sura ya 37 mstari wa 5. Pate mtu asome hapo. Zaburi 37 mstari wa 5. Yeyote tu umefika hapo? Umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini yeye, atafanya. Ndiyo, asante. Inasema kwamba umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini, naye atafanya, atakutendea. Kwa hiyo tukiangalia mstari huu, kwamba maana yake ni kwamba ukiwa katika hali fulani, unataka kitu kiwepo, unajaribu kufanya, sawa? Unaweza ukasema basi tufanye hicho kitu, ni kizuri, sawa? Lakini halafu unaona kwamba haendi. Unajaribu hivi, lakini inaonekana mlango umefungwa. Sasa ufanye nini? Useme kwamba najua kwamba lazima iwe hivyo. Hapana. Ukabidhi njia yako katika mikono yako. Kama Mungu anataka ifanyike, itafanyika. Kwa hiyo wewe unatumia kushauriana na wazee wako, unaangalia katika Biblia, lakini halafu imeonekana taa zinawaka kijani, unaenda mbele, lakini halafu unaona kwamba kuna kitu unagonga hapa, haendi. Sawa? Mfano wake labda ni binti ulitaka kumwoa, lakini halafu unampa hiyo wazo, unamchumbia, lakini na yeye hayuko tayari. Sasa ufanye nini? Umwambie ni lazima kwa sababu mimi nishamwomba Mungu, ninaona katika Biblia. Yani hapana, kama hataki inakuwa haipo. Usilazimishi kitu ambacho hakipo. Na Mungu kama anataka ifanyike, atabadilika baadaye, au Mungu atakuwekea njia mbadala. Sawa, kwa hiyo tunaona hizi zote ni kama zile taa za barabara, kama tulivyosema kwamba ikiwepo sehemu yoyote pale inakuwa ni nyekundu, hapo tunasimama. Sawa? Kama Biblia inakataa, tunasimama. Kama mashauri, kama watu tunaoshauriana nao wanakataa, tunasimama. Kama tunaona kwamba mambo ya hali yetu yanavyotukia hairuhusu, tunasimama. Sawa? Lakini zikiwaka kijani, tunaenda mbele, hatua kwa hatua. Mungu amefungua njia. Pia tunaona kwamba kuna maarifa ya kawaida. Mungu anaweza kusema nasi kwa maarifa ya kawaida. Yaani kuna hekima tuseme, au uelewa ambayo tuko na Mungu ametupa. Amina. Kwamba ukiona kwamba
mimi naishi maisha fulani na mimi nataka maisha fulani, unajua kabisa kwamba hali ulionayo na maisha unayoyaishi, halafu unamwona mwenzio ana maisha kivingine kabisa, hajazoea hali yako, hajazoea labda mwenendo wako. Hii katika tunaweza kusema hekima au uelewa wa kawaida inakuwa ni taa inayowaka nyekundu, kwamba unajua kwamba huyo mwenzio kama yuko kivingine na wewe, itakuwa ni vigumu kama kumleta huyo akae sambamba. Bila shaka nafikiri watu wote tunatofautiana kidogo au tunatofautiana kwa namna mbalimbali, lakini kama unaona kwamba kabisa huyo haendani, basi usijaribu kufunga ndoa na mtu ambaye unaona kwamba mawazo yake, mwenendo wake iko mbali na wewe, kwa sababu ni kama watu wanaoenda njia tofauti, halafu unajaribu kuiweka pamoja, lakini bado mwelekeo ni tofauti, inakuwa haendi mbele. Kwa hiyo pia tunatumia maarifa ya kawaida, kwamba tunafahamu tu kwamba kwa namna ya kawaida haitofanya kazi, haitofanyika hicho kitu. Tusome pia waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 14. Mtu yeyote tu umefika hapo, waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 14 mstari wa 20. Karibu. Asante. Waraka wa kwanza sura ya 14 mstari wa 20 anasema, ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuzwe watoto wachanga, bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Amina. Kwa hiyo hapa neno la Mungu linatuambia kwamba tusiwe watoto katika akili zetu. Kama unaona kwamba huyu ambaye unamwazia hajui kufanya kazi au hajui kupika au hajui vitu mbalimbavyo ambavyo unajua hiyo itakuwa lazima katika maisha ya ndoa, kwa nini unawazia kumwoa wakati unaona kabisa kwa akili ya kawaida tu kwamba itakuwa haipo? Kwa hiyo lazima tutumie maarifa ya kawaida pia, kwamba tusifanye kitu ambacho tunaona kwamba haitowezekana. Pia kuna kitu ambacho inasema hapa ya kwamba Mungu ananena nasi kwa wakati unaofaa. Wakati mwingine tunataka kufanya kitu haraka, tunataka kwamba kifanyike leo, kifanyike yani sasa hivi. Hatuna uvumilivu, hatuna subira. Lakini Mungu mara nyingi tunavyoona Mungu anakuwa anatuambia tusubiri, tumngojee Bwana. Tusome pia katika Zaburi 25 mstari ule wa 3. Kwa hiyo naomba ambaye amefika hapa, Zaburi 25 mstari ule wa 3. Ndio, nani naweza kusomea? Zaburi ya 25 mstari wa 3 anasema, wakungojao hawataaibika hata mmoja, wataaibika watendao uhaini bila sababu. Amina. Neno la Mungu linasema naam, wakungojao hawataaibika. Kumsubiri Mungu, kumngoja Mungu, kwamba Mungu ana wakati wake. Tunaona vile kama Musa alivyokuwa nchi ya Misri na aliona kwamba wenzake Waisraeli hawatendewi haki. Yeye kainuka kamua huyo Misri yule bwana, lakini kumbe ilikuwa sio wakati wake. Alikimbia huko jangwani, huko shambani, huko mbali, akawa mchungaji wa kondoo pale kwa miaka 40 mingi. Ilikuwa anasubiri wakati
utimie. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Mungu anaweza kutumia pia katika maisha yetu kusema nasi ni wakati unaofaa. Kwa hiyo wakati mwingine tunaona kwamba unaona taa zote zimewaka kijani, kwamba umeshauriana na wazee wako, umefungua Biblia, umeona kwamba kwa hizi zote zimekuja vizuri, lakini halafu unaona kwamba bado haipo. Labda Mungu anakuambia subiri, ngoja mpaka muda uadie, muda ule mzuri ambao Mungu amekusudia utafanyika. Amina. Halafu ya mwisho ambao Mungu ananena nasi inasema ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo pia tumesoma katika Warumi pale kwamba tunaitoa miili yetu kama dhabihu iliyo hai. Pia tunakuwa hatufuati namna ya dunia. Pia tunageuzwa. Sawa? Na hapo ndio Agano Jipya inafanya kazi, kwamba Mungu alisema kwamba ataweka roho yake ndani yetu, na Roho Mtakatifu atatuongoza pia. Kwa hiyo tunakuwa na ule ushuhuda katika nafsi zetu, katika mioyo yetu, kama tunamfuata Mungu, kwamba Mungu anaweza kusema nasi kupitia roho yake. Roho wa Mungu anaweza kusema nasi kwamba tuwe watu ambao tunakuwa na ile naweza kusema mahusiano pamoja na Mungu, ili uweze kusikia anachokisema, kwamba katika maombi, katika kusoma neno, katika kukaa pamoja na watu wake Mungu, tunaweza kusikia sauti yake akinena nasi kupitia Roho Mtakatifu. Amina. Kwa nafikiri njia hizi 6 kama nilivyosema ni kama taa za barabara, ambazo tunapotaka kufanya kitu katika maisha yetu, tukitaka kujua mapenzi yake Mungu, tunaweza kutumia hizi kama mwongozo kusema, je, Mungu anataka au hataki? Je, Biblia inaruhusu? Biblia inasemaje? Ya kwanza. Halafu mashauri ya wengine. Je, wazee wako, je, watu yani mchungaji wako, yani watu ambao unawaamini, unawajua kwamba ni wenye ushauri mzuri, wanasemaje? Halafu pia mambo yanavyotukia, kwamba hali yako inakuwa hairuhusu, usilazimishe. Pia maarifa ya kawaida, tutumie akili zetu, hicho kitu kiko vizuri au hakiko vizuri. Mungu ametupa akili, tunaweza kutumia. Halafu pia ni kusubiri wakati unaofaa na Roho Mtakatifu. Kwa njia hizi Mungu anasema nasi. Kwa hiyo nafikiri sio uchumba tu, lakini hasa katika uchumba, kwa sababu kama tulivyoona kwamba ni hatua kubwa zaidi katika maisha yetu, kwa sababu tunamchagua ambaye tutakaa naye kwa maisha yetu yote. Ni kitu ambacho itabadilisha maisha yetu zaidi. Kwa hiyo ndio tunapaswa kuichukulia kwa uzito zaidi, ili iweze kuwa kitu ambacho itapendeza, ambao kitafanyika kwa uzuri. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza, kama nilivyosema katika somo langu. Nafikiri kuna sehemu 2. Ya kwanza ni kutafuta mapenzi ya Mungu ili Mungu aweze kunena nasi. Naona pia muda wetu umekimbia kidogo, kwa hiyo tujaribu kupitia tu kwa haraka hiyo sehemu ya mwisho. Sehemu hii ya mwisho ambayo ni wakati wa kujuana. Ukiangalia kwenye vitabu vyetu hapo ni ukurasa ule wa 27 ambayo inasema wakati kujuana. Kwa hiyo tuseme kwamba taa hizi zote 6 umeziangalia, zinawaka kijani, unaenda mbele, umechukua maamuzi, unaamua kwamba tutaanza uchumba. Nafikiri hata jana tuliongelea swala la uchumba utakuwa unatumika muda gani, yani kwamba uchumba huo utaendelea kwa wiki 2 au miaka 2 au muda gani, na inakuwa kuna wastani ambayo kawaida inawekwa kwamba angalau muda wa kutosha
kujua na kujuana kwamba tuweke mipango sawa ili tusifanye kitu cha haraka bila ya kufikiria, kwa sababu tukifanya kwa haraka bila kutafakari, kufikiria, tunaweza kuingia katika jambo ambalo hatujalitaka kusudia. Kwa hiyo uchumba hasa ni wakati wa kujuana, na kuna vipengele mbalimbali hapo chini ya kujuana. Kwanza ni kuweka msingi. Tunaweka msingi vizuri katika uchumba wetu ambayo itakuwa inaendelea katika ndoa. Kwa hiyo tunaanza na msingi mzuri, na katika msingi huo itakuwa ni kujenga juu ya Mungu. Kwanza ni Mungu. Nafikiri katika maisha yetu yote tunataka kumweka Mungu kwanza, na pia tutakuwa tunakuza tabia ya utumishi. Wakati mwingine kama vijana ambao wamechumbiana wanaanza kuwazia huyo wenzao tu, hawafikirii watu wengine. Lakini pia katika muda huo inatakiwa tukumbuke Mungu, tukumbuke na wengine, tuwe na tabia ya utumishi, kwamba tuweke msingi ambao utaendelea katika ndoa yetu, kwamba ndoa yetu, maisha yangu sio kwa ajili yangu binafsi, bali kutumika. Amina. Na pia inakuwa katika uchumba inataka tujidhibiti, yaani tunamaanisha kwamba tamaa zetu zisitawale. Kwa hiyo tuone kwamba katika uchumba kwamba usianze kuachia mwili wako kwamba huwezi kujizuia. Kwa hiyo kama katika uchumba ile hatufanye kwa haraka zaidi, labda kuna muda ambao unatakiwa ufanyike, lakini wewe unasema mimi siwezi kusubiri. Hapana, inatakiwa uweze kusubiri mpaka wakati umefika, kwamba usianze kuharakisha jambo. Kwa hiyo uchumba pia inataka tujidhibiti, sawa. Pia inasema kuanzisha utaratibu wa mamlaka. Kama tunavyojua katika ndoa baba anakuwa ni kiongozi, sawa. Kwa hiyo hata katika uchumba tunaweza kuanza mpangilio huo, kwamba wewe kama kijana wa kiume inatakiwa uanze kuwazia familia yako na majukumu yako na kuongoza hata katika uchumba, kwamba unajaribu kumwambia mchumba wako kwamba naona katika maisha yetu, katika nyumba yetu tufanye 1, 2, 3. Anze utaratibu huo wa uongozi. Pia ni msingi ambao tunaweka kwa ajili ya maisha mbeleni. Halafu ya 5 ya mwisho inasema kutatua shida na migogoro. Kwa hiyo bila shaka katika maisha yetu itatokezea shida, kutoelewana. Hata katika uchumba pengine inawezekana inatokezea hicho kitu, lakini wewe kwa sababu unakuwa katika uchumba hutaki kwamba kitu kiingilie kati, unajaribu kuipuzia kwamba iendelee, uchumba wako usikatike. Hapana, unapoona kitu kimeingia, kuna mgogoro au kuna kutoelewana juu ya jambo fulani, jaribu kuongea, kufuata suluhisho, mwelewane. Msiende mbele tu na kufunika yale ambayo umeyakuta kwamba hamjakubaliana juu ya swala fulani, halafu mnasema twende tu tukaoe, halafu baadaye huko mbele tutajua tu. Hapana, kama unaona kuna kitu ambacho kimeanza hapo, ujue kwanza kutatua shida hizo, halafu utaweka msingi mzuri hata katika maisha ya baadaye, maisha ya ndoa, utaweza pia kujua namna kuzitatua. Kwa nafikiri kwa ufupi ni somo letu hapo kuhusiana na malengo ya uchumba, jinsi tunavyotakiwa tumtafute Mungu.
Kuna njia hizi 6 ambazo tumezipitia, jinsi gani Mungu ananena na watu wake. Halafu pia tunaona jinsi gani ambayo katika uchumba tujaribu kuweka msingi mzuri wa maisha yetu ya baadaye, ndoa, kwamba tuanze na Mungu. Hata katika uchumba tuanze kwa kusoma neno Mungu pamoja, tuanze kwa kuomba pamoja, tumweke Mungu kwanza katika maisha hata ya uchumba. Halafu pia kutosahau kwamba hata katika uchumba tuko kwa wengine, sio kwa ajili yetu sisi binafsi. Kujidhibiti, kuanza utaratibu ule wa mamlaka na kutatua shida na mgogoro. Kwa hiyo nafikiri katika pointi hizi, kama nilivyosema, mada ziko kama zijiweka katika sehemu mbili. Ni namna ya kutafuta mapenzi yake Mungu, halafu namna ya kujiandaa na kuweka msingi kwa ajili ya ndoa. Sasa labda tuangalie labda kama ipo swali moja au mbili. Tuna muda sana, lakini pia tunapenda kama mtumishi alituambia hapo kwamba tukiuliza swali pengine sio kwa ajili yako, inawezekana na wewe pia una maswali yako, lakini ni kwa ajili yetu sisi sote. Kuna kitu ambacho labda mwalimu hajaingia zaidi, hajaongea vizuri, yani ameacha kidogo, amesahau. Unajua sisi pia ni binadamu, kusomesha kuna kitu ambacho tunaweza kukiacha, unaweza kuuliza hapa je, tufanyeje? Hichi vipi? Kwa hiyo karibuni. Karibu mchungaji. Asante. Ninauliza swali kuhusu uchumba. Ni kwa nini vijana wengi leo wanakimbilia ama wanaweza kujikuta wanaanzisha uchumba kabla ya maombi? Basi swali la pili, uchumba wa mtandaoni ni mzuri kwa Wakristo? Asanteni. Nayo mawili. Maswali yamekuja mawili. Ya kwanza, kwa nini vijana wengi wanaingia katika uchumba, wanajikuta wana mchumba tayari hawajaomba, hawajafanya maombi? Ni swali, na pia wengine kama wanataka kuchangia, walimu wengine wapo pia. Naamini ni swali ambalo tunaweza kulijibu kwamba kuna watu ambao hawajafanya kama vile tulivyosoma katika Warumi sura ya 12. Hawajatoa miili yao kwenye dhabihu, badala yake bado wanaendesha wao wenyewe. Kwa hiyo hawajaacha Mungu atawale. Kwa ndio maana nafikiri kama umejikuta hasa katika hatua kubwa hivyo kwamba unataka kuoa sasa na hujamshirikisha Mungu, inaonyesha kabisa kwamba Mungu sijui kama tuna mfano wa gari, wewe ndio uko kwenye usukani na sijui Mungu yuko kwenye buti. Sijui tumeelewana kwamba umemweka mwisho kabisa, kwamba hata katika maisha ya kuanzisha ndoa hujamshirikisha Mungu. Ni kitu ambacho hakiwezekani kwa mtu ambaye kweli anamjua Mungu, ambaye kweli ameokoka. Hapana. Nafikiri nimeweka sijui. Na pia ya pili, kuhusu uchumba kwenye mtandao, kujuana mtandaoni, iko vipi? Sawa. Siku hizi kweli tuna simu kubwa, tunaona mambo mengi, watu wanaweza hata kujuana, wanaona kwenye video, wana nini. Lakini kufanya jambo kama hilo nafikiri sio hekima. Tukitumia mwongozo ile ambayo tulitumia, maarifa ya kawaida,
tunaweza kujua kwamba kufanya uchumba kwenye mtandao kwa mara nyingi itakuwa sio bora, kwa sababu hasa tuseme kuna mtu hujawahi kukutana naye, hii kabisa haitowezekana. Yani kwamba hujawahi kumwona, umemwona kwenye mtandao tu, hujui. Kwa kweli anaweza akakudanganya kabisa, kwamba anaweka picha ambayo sio, anaweka mambo ambayo hayapo. Kwa hiyo usifanye kitu kama hicho. Hii ya kwanza. Kama hujawahi kumwona mtu, basi hii sio kabisa, usianze kitu kama hicho. Cha pili, labda kuna mtu umewahi kukutana naye, unamjua, labda unataka kuendeleza uchumba wako labda kwa njia ya mtandao. Sawa, inawezekana labda kwa namna fulani, kwa muda ukatumia mtandao kama kusikilizana kunini, lakini pia itakuwa sio bora zaidi kufanya uchumba wote hivyo. Badala yake pia inatakiwa ujue familia yake wako vipi, na yeye anajua familia yako iko vipi, kwamba kwenye njia mtandao sidhani kwamba utaweza kujuana namna hiyo. Bora kama mtaweza kukutana katika mazingira ya kifamilia zaidi, kwa sababu tunapooana tunajua kwamba familia mbili zinaanza kukutana pia. Kwa hiyo inakuwa sio jambo kuhusu wewe na mke wako tu peke yake. Tumesema sawa, tunaacha baba na mama, na ni kweli, lakini kuna mazingira ya kifamilia ambayo bado ipo kwa tuifikirie pia. Kwa hiyo naweza kusema kama hujawahi kumwona, haipo kabisa namna hiyo. Kama umewahi kumwona, unataka labda wiki mbili amesafiri sijui, sawa, unaweza kuwasiliana naye labda kwa kuendelea upendo ule, lakini kama kukamilisha pia uchumba, nafikiri sio hekima. Sijui kuna mwalimu mwingine anataka kuongezea hapo? Nafikiri kama hapana, muda wetu pia nafikiri umekimbia, kwa hiyo ngoja tupishe mwingine. Asanteni kwa usikivu wenu na kwa maswali mazuri. Mungu awabariki. Amen.